Ili tuifate imani yako, hatutavutwa kwa majengo au misalaba, ila tutavutwa kwa mwenendo na matendo yako au na matendo yenu. Nisikilize mlokole, yaani kwenye makanisa ya kilokole au ya Kipentekoste, yaani kwao dhambi ni uzinzi. Yaani ukishashinda dhambi ya uzinzi tu kwenye makanisa ya kilokole, wewe unaonekana kabisa kwamba wewe yaani wewe mbinguni ni unakwenda direct. Lakini ngoja nikwambie, Mungu anavyomtazama mwanadamu si kama wewe unavyotazama. Walokole ndio wakimwona mtu mlevi, mtu ni kahaba, ni baamedi, yaani anamuona kama vile yani amepotea, ana thamani, ana nani. Lakini kumbe Mungu anavyomtazama ana thamani kubwa. Sikia nikwambie, tutawavuta watu kwa kuwapenda, kwa kuwasaidia, kwa kuwashauri. Ndani ya Upentekoste na ulokole ndio masengenyo, maneno. Yaani mtu anaweza akaokoka, amemshawishi vizuri, akaja kanisani, lakini akaondoka kwa sababu ya midomo. Unaweza ukaenda Roman Catholic, kwa Walutheri, Moravian, Anglikana, ukasali vizuri kabisa, lakini ukiingia kwenye kanisa la walokole ndio utasikia masengenyo, maneno. Wanajua mpaka unapoishi, unapolala, watayaleta hayo kanisani. Sikia nikwambie, mtu hawezi kubadilika na akakufuata wewe ikiwa aoni kitu cha thamani kilicho nyuma yako ambacho kinakuwa nuru kwake. Kabla hujataka mtu abadilike aje kwenye imani yako, matendo yako na mwenendo wako vinamvuta kwa kiwango gani? We angalia tu wa Pentekoste ndio wanabaguana wao kwa wao. Yaani lidhehebu hili, lidini hili linaona wengine hawajaokoka. Yaani ukiwa kwenye dhehebu hili unaonekana kama wewe ndio umeokoka sana. Hayo mambo mbona hayamo? Mbona hamna Romani? Mbona hamna kwa Walutheri? Mbona hamna Anglikana? Anglikana wana fellowship nzuri. Walokole hawawezi kuwa na fellowship. Kwa nini? Kwa sababu ya ubinafsi ulioko ndani ya mioyo yao. Maneno, unafiki, chuki, usuda, fitina ndo zimejaa mule. Ndio maana makanisa ya kilokole hayajai, sio kwa sababu yanapigwa vita na shetani tu. Sikia nikwambie, hata kwenye hayo makanisa mnayoona hawajaokoka, kuna watu ni wacha Mungu na mbinguni wataenda na hamtaamini. Hayajai kwa sababu ya matendo, matabia ya hovyo, matabia ya kishetani ndio yamejaa humo. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajafanywa upya mioyoni yao. Moyo wako ukifanywa upya, haitajalisha unakaa kanisa gani, utatembea na Mungu, utakuwa safi na utawavuta wengine.